Kuna msemo wa zamani kwamba mambo mazuri huja kwenye vifurushi vidogo. Sasa sijui kama hiyo ni kweli kila wakati. Nafikiri gari langu la kubeba mizigo ni kitu kizuri na haliwezi kutoshea kwenye kifurushi kidogo. Lakini ukweli unabaki kwamba wakati mwingine mambo muhimu zaidi maishani hayana ukubwa, hayana makelele, ni madogo, lakini yana nguvu sana. Sasa kwenye safari yetu ya hekima leo tunasimama hapa kwa kipindi kimoja tu kwenye kitabu kidogo cha Obadia. Kina mistari 21 tu. Kwa kweli ndicho kitabu kifupi zaidi katika Agano la Kale, lakini ngoja nikuambie, kifurushi hiki kidogo kinabeba ujumbe wenye nguvu sana hadi leo. Sasa kwa kweli hatujui mengi kuhusu nabii Obadia. Kwa hakika karibu hatujui chochote isipokuwa maana ya jina lake ambalo linamaanisha mtumishi, au unaweza pia kutafsiri kama mwabudu wa Yahwe. Tunajua pia kwamba Bwana alimpa ujumbe wa kupeleka hasa kwa taifa la Edomu. Tayari tumeshagundua unabii dhidi ya Edomu hapa nyuma kwenye kitabu cha Isaya, Yeremia, Maombolezo na vitabu vingine kadhaa. Lakini kitabu cha Obadia kimejitolea karibu kabisa kutangaza hukumu ya Mungu juu ya Edomu, na naamini hilo linaashiria kwamba unabii wa Obadia uliandikwa kabla ya manabii wengine wote. Taifa la Edomu lilikuwa kusini mwa bahari ya chumvi. Waedomu walikuwa wazao wa Esau, ndugu yake Yakobo, na hiyo inaeleza kwa nini Obadia anatumia jina Esau kama jina lingine la Edomu. Sasa licha ya uhusiano wa kifamilia wa zamani, Edomu alikuwa adui wa muda mrefu na asiyelegeza kwa Israeli. Hivyo basi unabii wa Obadia unaanza na tangazo la maangamizi yanayokuja dhidi ya Edomu hapa katika mistari ya 1 hadi ya 9. Kwa kweli anasema katika mstari wa 2, tazama, nitakufanya uwe mdogo kati ya mataifa, utadharauliwa kabisa. Kiburi cha moyo wako kimekudanganya, wewe unayeishi katika mipasuko ya miamba, katika makao yako ya juu, unayesema moyoni mwako, nani atakayenishusha chini? Sasa huo ni unyenyekevu wa aina gani? Unaona, Waedomu wamejishawishi kwamba hawawezi kushindwa. Ngome zao zilikuwa milimani, na kwa kweli mji wao maarufu zaidi uitwao Petra ulikuwa umechongwa moja kwa moja ndani ya mlima, na hilo liliwapa hisia kwamba hawawezi kushindwa kamwe. Hivyo Edomu anasema hapa, nani atakayenishusha chini? Basi katika mstari wa 4 Mungu anawapa jibu, mimi nitakushusha chini. Kwa maneno mengine, kile ambacho jeshi lingine haliwezi kufanya, Mungu anasema mimi naweza kufanya. Bwana anasema hapa katika mstari wa 7, washirika wako wote wamekudanganya. Wale wanaokula mkate wako wamekutegea mtego chini yako. Kwa maneno mengine, Mungu atawageuza washirika wao, marafiki ambao wameongeza ile hali ya ujasiri wa uongo kwa Waedomu. Unajua, atawatumia hao dhidi ya Edomu. Atawatumia kuleta anguko la taifa hili lenye kiburi. Sasa hili litakuwa aibu kubwa kwa Edomu kwa sababu pia walijivunia hekima yao. Kwa kweli, Edomu ilijulikana kwa watu wake wenye hekima. Huenda unamkumbuka Elifazi, mmoja wa marafiki wa Ayubu. Basi alikuwa kutoka Temani. Huo ulikuwa mji ulioko kusini mwa Edomu. Yeremia alizungumzia hekima iliyohusishwa na Edomu katika Yeremia 49. Lakini hekima yao yote iliwasababisha tu wajivune na kuwa wapumbavu. Na Bwana anawaambia hapa katika mstari wa 8, je, siku hiyo sitawaangamiza wenye hekima wa Edomu? Unajua, hebu nikuambie, hii ni somo lenye nguvu sana kwa dunia yetu leo, kwamba unajua, mambo tunayopenda sana kama nguvu za mwili, uwezo wa kiakili, marafiki wenye ushawishi, unajua, hakuna hata moja kati ya hayo yanayoweza kuchukua nafasi ya imani rahisi na ya kweli kwa Mungu. Kwa kweli, hutapata amani wala kuridhika kwenye misuli yako, pesa zako, au umaarufu wako. Hayo yote hayataweza kukuokoa mbele ya hukumu ya Mungu. Halafu Obadia anasema sababu ya uharibifu wa Edomu hapa kwenye mistari ya 10 hadi 14 ni kwa sababu nyingine. Mstari wa 10 unasema, kwa sababu ya jeuri uliyomfanyia ndugu yako Yakobo, aibu itakufunika, nawe utakatiliwa mbali
milele. Sasa jeuri ya Edomu hapa haikuchochewa, ilikuwa inaendelea tu, na ilikuwa inamlenga ndugu yake Yakobo kila wakati. Sasa tunaweza kuangalia mistari hii kama orodha ya sababu mbalimbali za uharibifu unaokuja wa Edomu, lakini kuna sababu moja kuu, na hiyo imeelezwa hapa kwenye mstari wa 10, nayo ni jeuri. Kwa kawaida tunafikiria jeuri kama madhara ya kimwili yanayofanywa kwa wengine, lakini nataka kuonyesha aina ya jeuri ambayo Mungu anazungumzia hapa. Mstari wa 11 unaelezea Edomu kama aliyesimama pembeni siku wageni walipochukua mali ya Yuda. Inawezekana zaidi kwamba hii inahusu shambulio la Wafilistina Waarabu lililotajwa nyuma kwenye 2 Mambo ya Nyakati 21. Sasa watu wa Edomu hawakushiriki moja kwa moja katika kupora Yuda, lakini Bwana anawaambia hapa, basi mlikuwa kama mmoja wao. Kwa maneno mengine, kwa kusimama pembeni, kwa kutofanya chochote kuwasaidia watu wa Yuda, Waedomu walikuwa machoni pa Mungu na hatia sawa ya jeuri kama Wafilisti na Waarabu. Pili, Edomu ana hatia ya kufurahia anguko la Yuda. Mstari wa 12 hapa unasema, usifurahi juu ya watu wa Yuda siku ya maangamizi yao. Sasa wakati wa kitenzi hapa na katika mistari inayofuata unakataza wao kufurahia siku za usoni. Kwa hiyo sasa hivi wanafurahia shambulio hili, lakini Bwana anatoa unabii kuhusu anguko la Yerusalemu litakalotokea mwaka 586 katika mistari hii maalum, na anatoa onyo wa Edomu wasisherehekee uharibifu wa Yerusalemu utakaotokea wakati wa Babeli wataharibu jiji la Yerusalemu siku za usoni. Sasa tena Waedomu hawaharibu Yerusalemu moja kwa moja, lakini wanafurahia jambo hilo. Zaidi ya hayo, mistari ya 13 na 14 inaonyesha kwamba watachukua baadhi ya nyara kwa ajili yao wenyewe. Wataingia pale na kuchukua baadhi ya vitu kwa ajili yao wenyewe. Watawakamata baadhi ya wakimbizi wa Yuda na kuwakabidhi kwa Wababeli. Tena Edomu haionekani hapa kama inashiriki moja kwa moja katika vurugu, lakini wana roho ya kisasi na ubinafsi. Mtazamo wao mgumu wa moyo unaopuuza mateso ya Israeli, wanajivunia, wanashangilia anguko lao, wanajaribu kunufaika na hali hii. Kweli hiyo ni dhuluma machoni pa Mungu na itasababisha hukumu yake juu yao. Hukumu hiyo inakuja kwa kweli kufikia nyakati za Agano Jipya. Edomu haipo tena kama taifa. Watahamishwa kutoka katika nchi yao, na mabaki ya mwisho ya Waedomu yatakoma kuwa watu tofauti baada ya uharibifu wa Yerusalemu mnamo mwaka wa 70 BK. Hivyo basi, hii ndiyo hukumu ya Mungu. Sasa tena, dhambi za Edomu hazikuwa za kutisha kama zile za Wababeli. Hawakufanya chochote moja kwa moja kuleta anguko la Yuda, lakini unajua walichofanya? Walisimama tu pembeni na kushangilia. Basi hebu tujifunze somo hili leo. Hatuwezi kujitetea kwa kuwa na mitazamo ya dhambi kwa sababu tu matendo yetu ya nje hayaonekani kuwa mabaya sana. Hapana, si hivyo. Mungu anaona mioyo yetu na kile anachoona mioyoni mwetu, unajua, labda hakuna mwingine anayekiona. Je, anaona mitazamo ya chuki ndani yetu dhidi ya wengine? Je, anaona tukifurahia maadui zetu wanaposhindwa au kuanguka? Au anaona huruma na upendo hata kwa wale wanaotuchukia? Sasa basi, hatimaye hapa katika mistari ya 15 hadi 21 tunapata unabii kuhusu siku ya Bwana inayokuja, na hapa tena siku ya Bwana inahusu hukumu ya mwisho wa nyakati kwa mataifa yote kama ilivyoelezwa katika Mathayo sura ya 25 na pia katika Yoeli sura ya 3. Sasa katika muktadha huu wa kitabu cha Obadia, Edomu imewasilishwa kama mfano, kama ladha ya kwanza ya hukumu itakayokuja kutoka kwa Mungu dhidi ya mataifa yasiyomwamini. Na sasa mistari ya mwisho ya kitabu cha Obadia inatukumbusha kwamba Mungu sio tu mwenye haki, bali pia anatukumbusha kwamba Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake. Wale watu ambao Edomu aliwadharau, basi watarudishwa tena. Mistari ya 17 inasema watakuwa watakatifu.
Ufalme utarejeshwa kama nyumba ya Yakobo. Vema, huyo ni Yuda. Watakwenda kuunganishwa tena. Mstari wa 18, kwa mara nyingine tena watamiliki nchi ya ahadi, ile nchi ambayo Mungu aliahidi kuwapa karne nyingi zilizopita katika agano lake na Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Obadia anatangaza kwamba ahadi za Mungu siku moja zitatimia. Sasa pamoja na hayo, kitabu hiki kidogo cha Obadia kinamalizika kwa kutupa mwanga wa ufalme wa miaka 1000 wa Yesu Kristo, yaani ufalme wa Masiha. Hapa katika mstari wa 21, unabii wa mwisho unatangaza na ufalme utakuwa wa Bwana. Unajua anachofanya? Anahitimisha historia yote ya mwanadamu. Ndiyo, tunahitaji kuwa tayari kuvumilia dhuluma katika dunia hii, lakini pia tuna uhakika kutoka kwa Mungu, kutoka kwa neno la Mungu, kutoka kwa kitabu hiki kidogo, kwamba tuko kwenye timu inayoshinda. Kuna siku inakuja ambapo haki na uadilifu vitatawala duniani. Kwa nini? Kwa sababu Yesu Kristo, Mwokozi na Bwana wetu, atatawala duniani. Basi tuwe na subira, lakini pia tuwe na udhabiti. Tuwe waaminifu kusimama kwa ajili ya Bwana na mfalme wetu ajaye leo. Basi hadi tutakapokutana tena kwenye majadiliano yetu yajayo, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.